kutunza madhabahu. Kutunza madhabahu. Siongei kuhusu kuvunja madhabahu, naongea kuhusu kutunza madhabahu. Mungu hajawahi fanya kitu na hisia ama emotions. Hapana. Anafanya kila kitu kwa mipangilio, kila kitu kwa wakati, na kila kitu kwa orodha yake. Now, every time Mungu anataka kufanya kitu, huwa anainua jeshi ambalo lina uwezo kabisa wa kusimama kwenye pengo. That is why tuna watu watatu. Mtu wa kwanza huwa tunamuita a vision carrier, mtu ambaye anabeba maono. As a family, tukienda katika jamii utampata baba, mama, watoto, utampata ni either baba ama mama ako na vision. Lakini familia ndio iwe strong, lazima baba awe na maono. Baba akipoteza maono, hata kama mama ana maono, hiyo nyumba inamvuta. Hata mkitaka muwezi kuisimamisha sana, lazima hiyo inamvuta, kwa sababu hierarchy ya Mungu haiwezi badilika. Sasa ule mtu ambaye anahitaji kutupatia vision is a father. Ikifika point ambapo unajipata baba amepoteza focus, amepoteza maono, sasa watoto wanaanzanga kupotea kidogo. Unless mama asimame very strong kama Abigail, is when that family can be able to be healed. Lakini inakuwa na shida. So katika life pia, in a companies, in a ministry, we have a man or a woman of God that carries what we call the vision carrier. Vision carrier. Number two, we have people that are called vision supporters. Kazi yao Mungu amewapatia mzigo kuhakikisha kwamba vision hiyo inatembea. Wanazaliwa ndani ya vision, wanazaliwa katika hiyo maono, inakuwa ni kama yao. Na hapo ndipo ambapo kanisa la Pentecostal limepotezea mkondo kidogo. Katika kanisa la dini limeinvest sana katika structure, wanaitwa wahuduma. Kule wanatumia lugha tofauti kidogo, lakini vision haiwezi kakufa kwa sababu vision carrier hayupo. Hapana, they have taken time to invest in the vision supporters mpaka wakazaliwa katika maono. Sasa unajipata for example, tutumie lugha, dini yoyote gani, unajua dini Catholic, ukileta pasa hapa Kiganjo umuingize Catholic, na kisha baada ya miaka miwili umpige transfer umpeleke Amerika, kama walikuwa wamechora nyumba wataijenga, bado wataijenga, kwa sababu vision hiyo imezaliwa na wazee, imezaliwa na wamama, imezaliwa na vijana. That vision will proceed. Hii ya Pentecostal, toa vision carrier, inakufa, kwa sababu tumebaki na lugha rika baba, lakini hatuko tayari kubadilika ndani. Hatuko tayari. Hii ya vision, that is why kuna makanisa ambazo they were very strong many years. Angalia Methodist Church, angalia Baptist Church, they were very strong. Lakini aliyeanzisha kanisa hilo alipokufa, kanisa likapoteza nguvu. That is why at this time, do your study. Angalia London, angalia hizo nchi za nje, makanisa zilizokuwa zikijaa zimeanza kubaki mahame, kwa sababu waliokuwepo au waliowafuata hawakulan huyu mtu alikuwa anafanya nini, ndiye anasonga. So kanisa zinabaki hivyo. Right now, as you able to check, zile zilikuanga churches zinauzwa. People now change it into supermarkets, into business. Maana sasa kujaza hiyo kanisa ni ngumu sana. Maana ule amewachwa anadhani kama ni hivi, inakuanga hivyo. That is why politicians, kuna mahali ambapo wametupiga chenga kidogo sana. Politicians anaelewanga, I with my family, we are politicians. Lakini sisi waokovu hatujuangi hiyo. That is why Isaiah akiandika anasema, I with my children, we are for signs and wonders. Lakini wewe unasema, I am for signs and wonders. But in really sense, I with my children, we are for signs and wonders. Sasa unajipata you have carried your generation, haipotei. Sisi wokovu wengi ni ngumu sana kuinua kizazi. Ni ngumu. Hata sisi wachungaji, ngumu sana. That is why utasikia mhubiri amehubiri miaka
50, lakini kwa sababu miaka yake imechapa, anatafuta kijana yake ambaye hata haelewi madhabahu ni nini. Anasema huyu ndio bishop, mumpatie heshima, ni bishop. Bishop na mwenyewe ajui bishop ni kusema nini. Ni nini tumekosa kuelewa? How can we be able to build one another? That is why I was going through a certain book. Napenda kufundisha sometimes using the skill, the life skill of life. A man called, umemwita miaka mingi sana baba, umemwita nani? Ukitaja hiyo jina Kenya hakuna mtu ajui, hata mtu amezaliwa juzi, ni ule amezaliwa December ndiye amjui, lakini yote alizaliwa Oktoba kurudi nyuma anafanya nini? Anamjua. Yeah. That man akona watoto kadhaa, lakini every time ameenda rally yake there is a young daughter ambaye gari yake ya convoy, that daughter was there. That daughter was there. She could not hakuongea, hakuaddress meeting, but that daughter was there. Baba akitoka hiyo kiti ya nyuma, binti yake ako hapo. Nisikilize, ile timu ambayo mpe muda, she's called Winnie, mpe muda uone, kwa sababu akona tactics zote za baba yake. Hivyo alivyokuwa unresistable, msichana huyo akona hiyo spirit, ni roho. Sasa si neema, hiyo ni roho. That's why ako tayari confront anything. Kwa nini? Amepita classes. Hizo wokovu hatunanga, hizo hatunanga. Sasa pia Yesu akawa anafundisha kundi lake. Everybody that served in the kingdom of God, there is a way Mungu alistructure team. That is why wakati Joshua 1:1, when God is addressing Joshua, anasema Joshua mtumishi wake Musa, kabla hajafanyika mtumishi wa Mungu, kabla hujafanyika mtumishi wa Mungu, you must have a certain authority kama unataka kuwa strong, ama unless unataka kuwa wale majangili wa kuruka kwa barabara, majangili.